Waislamu kote duniani wanajiandaa kuhitimisha mwaka 1446 Hijiria, mwaka uliojaa changamoto, mafanikio na kumbukumbu za kiimani, huku wakiukaribisha mwaka mpya wa 1447 Hijiria kwa dua, tafakari na matumaini mapya. Mwaka wa 1446 Hijiria ulianza kwa mwezi Muharram, mwezi wa heshima katika Uislamu. Katika kipindi hiki, Waislamu walikumbushwa juu ya historia ya hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, tukio ambalo ndilo msingi wa kalenda ya Kiislamu. Muharram pia umeteuliwa kuwa kumbukumbu ya siku ya Ashura, lakini pia mwezi huu ni katika miezi minne mitukufu katika kalenda ya Kiislamu. Kalenda ya Hijiria si ya kuhesabu tu siku na miezi, bali ni miongozo ya maisha ya kiroho. Ndani ya miezi yake kuna ibada kuu kama Ramadhani, Dhulhijja, Shaaban na miezi mingine mitukufu. Kalenda hii inayoweka Waislamu karibu na Qur'an na Sunna, pamoja pia na historia ya dini yao, ikiwasaidia kupanga maisha kwa mujibu wa maadili ya Kiislamu na ibada mbalimbali kwa mwaka mzima. Katika mwaka unaelekea ukingoni wa 1446 Hijiria, Waislamu walishuhudia matukio mbalimbali duniani. Kusumbuliwa kwa ulimwengu wa Kiislamu, mataifa kadhaa ya Kiislamu kama Palestina, Sudan na Afghanistan yaliendelea kupata mateso na migogoro na ukosefu wa amani. Lakini pia kuimarika kwa harakati za Kiislamu, vijana wengi walizidi kuamka kiroho, kujihusisha na elimu ya dini, kujitolea kwa jamii na kupambana na mmomonyoko wa maadili. Kurejea kwa hija kamili baada ya miaka ya vikwazo vya COVID-19, hija ya mwaka huu ilifanyika kwa idadi kamili, huku Waislamu kutoka kila pande ya dunia wakikusanyika Maka kwa ibada hiyo tukufu. Waislamu hukaribisha mwaka mpya kwa njia ya ibada na tafakari misikitini au sehemu mbalimbali, kwa kufanya darasa, dua maalum na majadiliano ya historia ya hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Familia hukusanyika kwa usiku wa dua, nasaha na salamu za kheri. Katika baadhi ya nchi, hususan Afrika Mashariki, Asia Kusini na Mashariki ya Kati, Waislamu huandaa sherehe ndogo za kiimani kama vile kusoma Qur'an, kasida za kumkumbuka Mtume, tafrija za kijamii zenye mwelekeo wa maadili ya Kiislamu, kugawa sadaka kwa maskini ili kuanza mwaka kwa baraka. Waislamu wengi wanaukaribisha mwaka 1447 Hijiria kwa matumaini ya amani, mshikamano na uamsho wa kiroho. Viongozi wa dini wanahimiza Waislamu kutumia mwaka mpya kama fursa ya kujitathmini, kujirekebisha kimaisha na kuimarisha uhusiano wao na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuhitimisha, mwaka mpya 1447 Hijiria ni zaidi ya tarehe mpya, ni mlango mpya wa uongofu, kutafakari maisha na kuishi kwa mujibu wa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Mimi ni Hasani Yusuf na hii ni Iqra FM. 1446 Hijiria, mwaka wa Kiislamu unaondoka. 1447 Hijiria, twakukaribisha kwa dua. Iqra FM.